Wakati nimekaa hapa nimemwona binti mmoja ambaye tangu kanisa limefunguliwa amenigusa sana. Yeye ile siku ya tarehe 29/30 alikuwa tu nyumbani kwake, anatoka nyumbani anakwenda kwenye shughuli zake, akapigwa risasi. Kapigwa risasi ikaingilia nyuma, ikatokea mdomoni, na kwa hiyo akapelekwa hospitalini. Na kufika kule hospitalini, nisiyaelezee sana ya hospitali, lakini nijenge hoja yangu. Kwa hiyo amekuwa akifanyiwa operation tena na tena. Amefanyiwa operation zaidi ya 4, 5. Nimefurahi kwa sababu nimemwona leo yuko pale, amesuka vizuri na amekaa vizuri. Hebu njoo binti yangu, njoo. Bahati swini nzuri, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Huyu ni mwanachama mwenzangu. Wakati nazunguka kwenye jimbo la Kawe, yeye ndiye alikuwa anaongoza hamasa, lakini mshirika wetu. Anatoka nyumbani siku ile, ilikuwa unaongea sasa kidogo. Anatoka nyumbani, watu wanapita barabarani, kampiga risasi, ikatokea ikapita huku, ikatokea kwenye kinywa. Lakini Mungu aliye shujaa wa kulinda amemlinda. Bwana ni shujaa wa vita. Nilipomwona mara ya kwanza, nilimwona amefungwa waya mdomo mzima. Baadaye tukaamua sisi tutalipa gharama za operation zake. Tumelipa operation zote 3, zimefanikiwa. Leo yuko hapa, amesimama mbele hapa. Tumpigie Bwana makofi. Hakwenda kwenye maandamano popote pale, alikuwa nyumbani kwao tu. Na nimemsema huyu kwa sababu nimemwona hapo na nilihusika sana kwenda sababu wakati tunatembea shina kwa shina kwenye jimbo la Kawe, yeye ndiye alikuwa anaongoza nyimbo. Kwa hiyo bahati mbaya ikampata mwanachama mwenzangu wa Chama cha Mapinduzi. Sasa unaongea lakini hebu si atuelezee ilikuwaje au tumwache tu? Angapi wanasema tuelezee ilivyokuwa? Angapi wanasema tumwache tu? Hebu tuelezee kidogo ilikuwaje, kwa ufupi tu. Ilikuwa tarehe 29, kesho yake tarehe 30. Nilikuwa nyumbani, nikatoka kwa sababu nilikuwa nimeenda kazini. Muona, nikaenda kulala kwa rafiki yangu. Kesho yake ile asubuhi saa 3 nikasema siwezi kukaa hapa na njaa muda wote. Nikasema bora niende nikajaribu kuongea nao hawa wanajeshi, je, wanaweza kuniruhusu nikaenda nyumbani? Kwao nikatoka nyumbani nikaenda nikaongea nao. Nikamwambia mimi hapa niko kazini, nimelala huko, nataka niende nyumbani. Wakaniambia huko hapapitiki, rudi. Nikasema ngoja nirudi. Ile narudi tu nikaanza kusikia risasi zinalia. Umeona? Zinalia, nikaanza kukimbia, nikashangaa damu tu hapa inanitoka. Kajiza kwani kuna mtu aliyepigwa au ni mimi? Nakuja kushangaa nguo yote imeshaloa damu. Kwa ni neema ya Mungu tu ambayo inifanya sikuzimia. Ningezimia ningekufa. Kwa sababu nilikuwa nimeumia sana. Umeona? Kwa tu ndio hivyo, namshukuru Mungu wa mahali hapa. Kiukweli namshukuru sana. Yaani nilikuwa nahisi nakufa. Kwanza nilikuwa nimeshataka kuomba sala ya toba tayari. Sawa, Mungu nikifa kama nimefanya dhambi hapa duniani unisamee. Nilikuwa nasema siwezi kupona, na namshukuru Mungu kwa kweli nimekuwa hai mpaka sasa hivi. Amen.
Namshukuru pia na babangu hapa amenilipia matibabu, kwa kweli namshukuru sana. Zilikuwa ni gharama kubwa. Umeona? Mimi hapa nisingeweza kujilipia, kilikuwa namshukuru sana baba amenisaidia. Baba asante. Amen. Tumpigie makofi. Asante sana, unaweza kurudi.